Salama. Mbona kama mko barabarani au bado mjerudi sehemu zenu? Sisi tuko barabarani sasa, tunaelekea uwanja wa Stade de Municipal Barken kwa ajili ya mazoezi ya mwisho kwa upande wa mnyama Simba Sports Club kabla ya kuwakabili RS Berkane siku ya kesho majira saa 2 usiku, na huko nyumbani itakuwa ni saa 4 usiku. Okay, Pablo, najua mko barabarani au mko njiani hivi sasa. Haya ni mazoezi ya ngapi kwa siku ya leo? Well, kwa sisi ambao tuko hapa tunaenda kushuhudia mazoezi ya kwanza kwa siku ya leo kwa upande wa Simba Sports Club, kwa maana ya kwamba tumefikia sehemu mbili tofauti. Klabu ya wachezaji walikuwa na sehemu yao na sisi waandishi tulifikia hoteli jirani na hapo, na hii ni kwa mara ya kwanza tunapata nafasi sasa ya kwenda kuyashuhudia mazoezi, ukiachilia mbali muda wa asubuhi ambao tulikuwa na baadhi ya wachezaji Chemalon pamoja na kocha Fadlu kwa ajili ya press conference kuelekea katika mchezo wa kesho. Okay, Pablo bana, nimeona ulikuwa kwenye press? Nilikuwepo kwenye press ya leo, press ya timu zote mbili, na kila kitu ambacho kimetokea nimeweza kukisikia kwa masikio yangu yote mawili. Sasa sijajua nini hasa ungependa ni kufafanulie zaidi Richard, pamoja na Watanzania wanaotusikiliza sasa hivi kupitia Crown FM 92.1 na YouTube channel ya Crown FM. Okay, mimi kabla sijasikia ambayo umeyasikia, najua ni mengi. Hebu nipe situation ya kwa nini hao wa Morocco walikuwa waulize maswali kwenu na nyie mkalipiza. Kitu cha kwanza ambacho kimewaogopesha waandishi wa Morocco ni kuona idadi kubwa sana ya waandishi kutoka Tanzania katika press, na mara nyingi hawajazoea kuona hiki kitu kinatokea nchini kwao. Katika nchi nyingi sana ambazo zinakuja hapa, na unafahamu kwamba katika huu mchezo wa fainali umetoa fursa pia kwa waandishi zaidi ya 50 kutoka Tanzania kuja hapa Morocco kwa ajili ya coverage ya mchezo mzima. Sasa tulitawala kwanza kuanzia namna ambavyo setup tuliifanya, na pia tulitawala katika maandalizi vile vile ya press yenyewe, na nafikiri majibu ya kocha pamoja na mchezaji yalikuwa ni moja ya sababu iliyokuwa inawakata kiu ya kuendelea kuuliza maswali mengine. Ukifikiria na kutazama press, Chemalon amezungumza kiasi kwamba ilifika wakati hata sisi waandishi wa habari tunampongeza kwa kuonesha kwamba kujiamini kwao na utayari wa mchezo unaashiria kiasi gani kwamba hawana hofu, japokuwa kwamba RS Berkane wamekuwa na msimu bora, wamechukua ligi, wamechukua kombe la mfalme, na sasa hivi wakitafuta kombe lao la 3 la msimu ili kuikamilisha ile treble, lakini hivi vyote havijawatisha Simba Sports Club, na kuanzia mwalimu, matamshi na maandalizi yanaashiria ni kiasi gani kwamba wapo tayari kwa ajili ya mchezo. Okay, unaweza kutuambia sasa ni mambo gani ambayo yamezungumzwa kwenye press, na tofauti na hapo labda mengine ambayo sisi tujashuhudia, ni vitu gani vya utofauti ambavyo vimezungumzwa? Of course mimi nilipata nafasi kidogo ya kushare ideas na baadhi ya waandishi wa hapa Morocco, na moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinawashangaza sana ni kwamba wachezaji wengi wa Simba Sports Club hawana experience na fainali, na age yao ni kitu ambacho kimewashangaza, kwa sababu mpaka sasa hivi wachezaji wa Simba ni kuanzia umri wa miaka 19 mpaka 24, na wote hao ni Fabrice Luamba Ngoma pekee ambaye amewahi kuionja ladha ya fainali. Wengi wao wameshiriki katika michuano ya klabu bingwa, lakini wengi wameshiriki kwa mara ya kwanza. Sasa swali kubwa ambalo walikuwa wanajiuliza, imekuwa vipi hawa vijana ambao nyinyi mnasema wamepata experience kwa mara ya kwanza na kufika fainali, hii ilikuwa vipi? Na hiki ni kitu ambacho wengi sana wamejiuliza siku ya leo, na wangependa kuyapata majibu kamili kwamba je, ni experience pekee yake ama ni kujituma zaidi na mchanganyiko wa kila ambacho wao waliamini kitawasaidia mpaka Simba kufika hatua hii ya fainali. Okay, safari mnaenda kwenye mazoezi yanatarajiwa kuanza saa ngapi labda? Mazoezi yanatarajiwa kuanza saa 2 kamili, na kutoka hotelini mpaka eneo la mazoezi, maana uwanja upo manispaa ya Barkin, ni mwendo wa dakika 40 kutoka hotelini mpaka kufika hapo, na tunatarajia kuyashuhudia mazoezi na pengine kupata neno la mwisho sasa
kutoka kwa mwalimu na aidha kwa mchezaji yoyote kutuambia sasa last training session inamalizika na mchezo ni kesho, kwa maana kwamba tutahesabu masaa tu kutoka leo hivi sasa, ambapo kwenu huko ni saa 3 kama sikosei, huku ni saa 1 na dakika 27, tukiwa tunaenda kuyashuhudia mazoezi ili Watanzania waweze kufahamu kama kuna mchezaji na majeraha ama kikosi kizima kiko kamili. Na sasa mazoezi yake ya mwisho, plan ni ipi kuwakabiri RS Berkane ambao wamekuwa na msimu bora kuliko timu zote za hapa Morocco. Okay, sawa. Nafikiri afya za wachezaji kwa jinsi ambavyo labda umeshuhudia mazoezi kadhaa kuanzia juzi ulivyoingia huko jana, wachezaji wote wanaonekana wako sawa. Of course wachezaji wako sawa. Kitu ambacho nilikuwa najiuliza ni kwamba pengine hizi nchi za kaskazini ambazo zina baridi zaidi ingeweza kuwa kikwazo sana kwa wachezaji, lakini nafikiri kwa kusafiri kwao kucheza sana imewafanya kuwa wazoefu. Tuliobaki kuvaa makoti ni sisi waandishi wa habari pamoja na mashabiki. Wao wako fiti na hali ya hewa sidhani kama inaweza kuwa kikwazo zaidi, na kesho huenda tukashuhudia moja kati ya fainali bora zaidi. Na kama muda utaruhusu, tutapofika katika eneo la tukio nitapiga simu kama bado kipindi kitakuwa hewani, ili nikujuze kwamba utayari wao ni wa asilimia gani kabla ya mchezo wa kesho, Richard. Okay, tunashukuru sana Pablo, na nafikiri mtafika salama kwa ajili ya kupata hiyo coverage na story nyingine ambazo zitapanda katika ukurasa wetu wa Instagram pia. Ni washukuru sana, wasalimia Afrika. Huku jua bado ni kali, ingali ni 1:30 huku Ulaya. Mambo ni mazuri, tunakula vitu murwa kabisa, afya ni tele na Mungu ametupa uhai mpaka hivi sasa. Tunaenda kushuhudia mazoezi ya mwisho kabla ya kumshuhudia mnyama ambaye kwa Afrika inatambulika ni timu pekee kutoka ardhi ya Mama Samia, Tanzania, ambayo inawakilishwa katika kombe la shirikisho. Huwezi jua Richard, tukachukua hilo kombe sisi wa Tanzania kupitia Simba Sports Club na tukaenda kuicheza ile Super Cup kumtafuta mshindi namba 1 kati ya michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho. Tutakuwa wote huko, kama itakuwa ni Saudi Arabia, kama itakuwa Marekani, tukikumbushana hizi henzi ambazo tunazipiga story sasa hivi. Ashrafu anakuambia usiposti tena chakula. Siwezi kuacha kuposti chakula kwa sababu utaratibu wa huku ni tofauti na huko. Sijakutana na maembe, sijakutana na mihogo, sijakutana na magimbi. Sasa kwa nini nisiwaambie kwamba Simba na ndege ya mama imefanya mimi kupata hivi vyote? Basi Pablo bana, hamna noma. Sinafikiri baadaye kama mkifika itakuwa poa na utatupa kitu kipi ambacho utakishuhudia huko. Nawashukuru sana, na kwa wote ambao wanatazama na kusikiliza kupitia Crown FM, muda mchache kutoka sasa tutakuwa eneo la tukio na nitawajuza zaidi hali ya kila kitu, kuanzia mashabiki watatia neno, waandishi wa habari pamoja na hali ya wachezaji na uwanja kwa ujumla. Shukrani sana. Asante sana.